الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Tuzangu wapenzi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehema na amani kiongozi wa umma huu na isi mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote napenda kuwahusieni bila ya kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha na kumtii al-haq subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio ya hakika ya mwanadamu yapo katika kumcha Mwenyezi Mungu. Allahumma ja'alna minal muttaqina imama. Ahbabi ya sada, khutbatuna al-yawm tatakhassasu 'an al-mas'uliyyati fi al-Islam. Wapenzi watukufu wa Islam, hutuba yetu ya leo itazungumzia kuhusu majukumu katika Uislamu. Al-mas'uliyya. Tulieleza kama aljumaa kadhaa zilizopita kuhusu majukumu katika Uislamu. Uislamu umeliangalia swala la majukumu kwa mapana na marefu mno, na hili neno lenyewe al-mas'uliyya ukilisoma na ukilitafsiri, tunalitafsiri kwa lugha ya majazi, isti'ara, sababu al-mas'ulu ni mwenye kuulizwa au chenye kuulizwa. Kwa hiyo tunaposema al-mas'uliyya tukatafsiri majukumu ni majazi mursal, alaqatuhu as-sababiyya, yani mtu hawezi kuwa mwenye kuulizwa bila ya kuwa na jukumu alilopewa. Sasa ndo maana hii lugha inatumika kwa majazi. Wewe umepewa jukumu, lile jukumu ulitekeleze usilitekeleze, mbele ya Allah tabaraka wa taala utaulizwa namna ulivyolitekeleza na kwa nini hukulitekeleza. Popote utakapokaa katika uwajibikaji juu ya jukumu lako au ukalegea hukulitekeleza, umelitekeleza, utaulizwa umelitekeleza kwa sura ile ile niliyoiridhia mimi au umeitekelezaaje? Na hukulitekeleza jukumu alilokupa Mwenyezi Mungu, utaulizwa kwa nini hukutekeleza. Sasa tunaposema al-mas'uliyya tani, yani ile neno majukumu linakusudia anna kulla insanin mukallafin yu'tabaru mas'ulan amma kullifa bihi, kwamba kila mwanadamu mwenye kujielewa, aliyetimamu, bali tena mwenye akili, anazingatiwa mwanadamu huyo kuwa ni mwenye majukumu na ataulizwa kuhusiana na kile alichokalifishwa kwacho. Ataulizwa. Na kila mtu anapokuwa katika sehemu kubwa katika majukumu yake, basi hata hayo majukumu yanakuwa makubwa.
Mathalan, wewe umekuwa amiri wa daula, kiongozi wa nchi, basi majukumu yako na maulizo yako yatakuwa makubwa. Ukiwa wewe ni kiongozi wa jimbo, majukumu yako yatakuwa kulingana na unapoongoza. Lakini si hivyo tu, kuna majukumu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nature ameshatukabidhi. Hayo nayo pia atatuuliza tumeyatekelezaje. Kwa hivyo swala la majukumu lina mapana na marefu. Tuliwahi kuzungumza al-amana pia ni sehemu ya majukumu. Ukipewa amana ya kusimamia jambo fulani, ni jukumu lako na utaulizwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mungu anasema hakika sisi tulidhihirisha amana, kwa maana tuliipa amana mbingu na ardhi na milima. Faabaina an yahmilnaha, hivi vyote vikakataa kuichukua amana ile. Wa ashfaqna minha, wakaogopa, yani mbingu, ardhi na majabali yakaogopa. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu akaibeba akaichukua amana ile. Innahu kana zaluman jahula, hakika huyo mwanadamu ni dhalimu kweli kweli na ni mjinga mno. Kwa nini tunasema dhalimu kweli kweli? Imekuja kwa sighatul mubalagha, zaluman, yani fa'ulan, mwingi sana wa dhulma. Yani mwanadamu alipokuwa mwingi wa dhulma, hata yeye mwenyewe nafsi yake anaidhulumu katika haki mbalimbali mwanadamu. Sasa nini anakusudia Mwenyezi Mungu? Milima, ardhi na mbingu zilikataa kuchukua amana ambayo mwanadamu yeye kirahisi akachukua. Yani hizi faraidhi mbalimbali wa takalifu sharia ndio amana yenyewe. Wajibu mbalimbali ambazo wanatakiwa azitekeleze mwanadamu katika umri wake wote mpaka kufa, kwa maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndio yanayokusudiwa amana hiyo, ikiwemo swala, funga na vingine vyote katika ibadati. Hiyo ni amana ambayo mbingu na ardhi pamoja na majabali makubwa yaliogopa yakakataa. Lakini pia utaweza kujiuliza, sasa hii mbingu na ardhi na milima ilipewa hii amana ikakataa kivipi? Hapa Mungu anakufahamisha kitu. Lengo ni taswiru idhamil amanati wa thiqali himliha, ni kuitia sura ule ukubwa wa ile amana au jukumu na uzito wa kuibeba kwake. Yani haya majukumu au amana hii tuliyopewa na Allah tabaraka wa taala, tumeichukua, ni kitu kizito mno, ni kitu kikubwa mno. Sasa Mungu anatupa sura ya uzito wa majukumu haya ili tusiwe walegevu, wavivu katika kuitunza amana hii, katika kuyatekeleza majukumu haya. Na ndio maana ya kusema kwamba mbingu na ardhi na majabali walikataa. Ukiangalia mbingu haisemi, ardhi haisemi, majabali hayasemi, lakini wewe mwanadamu ndio umepewa jukumu hili. Wewe unasema, unazungumza. Sasa anakuonesha tu kwamba uzito wa jambo alilokukabidhi Mwenyezi Mungu ukalichukua wewe, ambalo milima wamekataa, ni jambo kubwa, halihitaji mchezo. Yani uwe hadhiri wakati wowote. Uwe hadhiri kama unavuka barabara yenye msongamano wa magari. Namna gani utakuwa makini kuangalia kulia na kushoto ili upate nafasi ya kupita. Ndivyo ambavyo unatakiwa uishi na amana hii, jukumu hili, uishi nalo katika hali ya udhahiri kweli kweli, hakuna kulala. Na hapa imetumika lugha ya kibingwa kweli kweli. Watu wa balagha wanasema al-isti'aratu tamthiliya. Ni istiara ambayo inaonesha mfano ambao halisi kabisa, tena wenye kupendeza. Kitendo cha Mungu kusema inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal, yani imefananishwa hii amana, yani jukumu tulilopewa
katika ule ukubwa wake, uzito wake, umeona na jambo lake lilivyo kwamba ni amana nzito sana, kiasi ambacho kama ardhi ingepewa, mbingu ingepewa pamoja na majabali, isingekubali kwa sababu ya uzito wa jukumu hili au hii amana, isingekubali. Sasa huu ni mfano kwa kuonesha daraja na nafasi kubwa ya amana au jukumu tulilopewa. Ni kubwa mno mbele ya Allah tabaraka wa taala, ambalo sisi tunatakiwa tulisimamie vyema kabisa. Na huu ni mfano unaoonesha yani amana ni jambo ambalo lenye kutisha, majukumu ni jambo ambalo lenye kutisha. Sio kutisha kwa maana ulikimbia, hapana, pambana nalo, lakini usilichukulie poa kujisemea watu, lichukulie ule umadhubuti wake. Amana, jukumu lolote ulopewa, usilichukulie poa. Ndio maana Mwenyezi Mungu ametumia lugha hii ya kibingwa sana kuieleza amana au jukumu, namna gani unatakiwa ulisimamie sawa sawa. Ikiwa hao wameogopa kwa sababu ya uzito wake, kina mbingu na ardhi, basi wewe mwanadamu umelichukua, usilifanyie mchezo. Chukua jukumu hilo na ulitekeleze kisawa sawa. Majukumu, ndugu zangu watukufu wa Islam, yana nyanja nyingi sana. Alafu hakuna hata mtu anayesalimika kutoka katika jukumu. Lazima jukumu awe nalo. Usije ukasema mimi sio kiongozi hata wa mtaa. Majukumu ya viongozi. Hata wewe binafsi, wewe mwenyewe ni kiongozi wa nafsi yako. Wewe ni kiongozi wa nafsi yako, amiri wa nafsi yako. Utaulizwa hata kuhusu nafsi yako, namna gani ulidhulumu. Na ndio maana Mungu kule mwisho akasema innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu ni dhalimu kweli kweli, ni mjinga kweli kweli. Kwa maana ujinga wake unapitiliza mpaka katika mambo yanayomhusu yeye mwenyewe binafsi analeta ujinga. Katika mambo yanayomhusu yeye mwenyewe yasimamie analeta dhulma, anaidhulumu nafsi yake. Mangapi Mwenyezi Mungu ametukataza. Tena wakati mwingine anasema yanaharibu afya yako, wewe unayaendea, hujajidhulumu. Ujinga gani huu uliopitiliza? Mwenyezi Mungu atunusuru. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kutokana na umuhimu wa jukumu, na kila mwenye jukumu Allah atamuuliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutanabahisha, anasema la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, siku ya kiyama haitotembea miguu ya mtu yoyote katika mahakama ya Allah mpaka aulizwe mtu huyo kuhusiana na umri wake, ameumaliza katika mazingira gani. Umepewa umri wa miaka 60, 70, hata kama ni 50, 40, umeumalizaje umri wako huu? Katika yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu au yenye kukuridhisha wewe na mabwana wakubwa waliokuwa naishi nao? Maana kuna watu wako tayari kumghadhibisha Mwenyezi Mungu wafurahishe wapenzi wao. Anaumaliza umri wake katika hali na mazingira kama hayo, utaulizwa wa an ilmihi fima fa'ala, na kuhusiana ilmu yake ameifanyia nini. Ilmu yake inamfaa yeye mwenyewe jinsi anavyoona. Kumbe ile ni amana, unaitakiwa uitekeleze amana na jukumu hilo kwa namna anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata mali hivyo ikishuka kwa mtu ambaye wahovyo, watu watapata tabu sana katika dunia. Watu wanapata tabu sana, hawanufaiki naye. Kumbe ile mali unatakiwa wewe sio inufaike wewe peke yako, bali na wengine. Na haya maelekezo yako mengi sana ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu atutanabahishe. Lakini pia wa an malihi, na kuhusiana na mali yake mtu ataulizwa min aina tasabahu wa fima anfaqahu, ameichumaje, kutoka wapi na ameitumiaje. Hapa pia pana maulizo. Hayo ni majukumu na hiyo ni amana Mwenyezi Mungu amekupa. Usione kwamba nimepata kwa ujanja wangu, kwa elimu yangu, kwa ujuzi wangu. Hakuna. Ingekuwa riziki au mali inapatikana, maana wanasema mali ni kama riziki. Mali ni sehemu ya riziki. Allah amekuruzuku. Na riziki ilivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa jahili, hata yule mjinga chizi mwembo anapewa riziki.
Sasa usione kwamba wewe una akili nyingi ndo Allah amekupa mali. Hapana. Ingekuwa mtu kupewa riziki ni lazima awe na akili, wanyama wangekufa na njaa. Hawana akili, lakini Mwenyezi Mungu kwa makadiri yake aliyoweka, kila mtu anapata. Kila mtu anapata. Kiwe kidogo, kiwe kikubwa. Na leo Mwenyezi Mungu ametofautisha. Kila mmoja aridhike kwa namna Mwenyezi Mungu anavyomgawia. Lakini pia mwenye nafasi asijione kwamba yeye ndio mjanja na yeye ndio bingwa. Hiyo ni amana Mwenyezi Mungu amekupa. Uitumie wewe na wengine, na utakapokwenda mbele zake atakuuliza. Na jambo la mwisho ataulizwa wa anjismihi fima abla. Kiwiliwili chake mwanadamu amekimaliza na kukichakaza katika mazingira gani? Kiwiliwili hichi kina maulizo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni amana hii. Kila mmoja afya yako itumie vizuri, ili maulizo yako mbele ya Mwenyezi Mungu yasiwe matatizo. Maana kuna watu wanaona afya hii ipo tu, alafu basi jambo haliishii hapa. Yaani wewe ukiondoka katika hii dunia, ukizikwa ukiwa katika barzakhi maisha utakayoishi, lakini kuna yaumu, siku ya mwisho hiyo siku ya mwisho ukifufuliwa, manake sasa wewe ndio maisha yako yasiyokuwa na mwisho. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudus, msizanie kwamba nyinyi khuliqtum lilfanai bal khuliqtum lilbaqai. Mwanadamu, usidhanie kwamba umeumbwa wewe kwa kumalizika, yaani ukifa ndio umekwisha kabisa, tena huna jambo linaloendelea kwako. Bal khuliqtum lilbaqai, bali nyinyi wanadamu umeumbwa kwa kubakia milele. Yaani wewe kifa utaishi utakavyoishi maisha ya barzakh, utafufuliwa. Sasa ndio maisha ya milele. Bal tunqaluna min darin ila dar, yaani maisha yetu sisi huwa tunahamishwa kutoka katika mji huu au nyumba hii kwenda katika nyumba hii. Tulikuwa katika nyumba ya matumbo ya mama zetu, tukaletwa duniani kituo hiki. Tutaondoka, tutakwenda katika matumbo ya ardhi, tunahamishwa hapo, tutafufuliwa tena mara ya mwisho. Sasa huko ndo maisha ya milele. Sasa kazi ipo huko. Sasa utaulizwa, usije ukaona kwamba nafasi na amana au neema ulizokuwa nazo kwamba ni za kwako tu, hazina maulizo. Kwa hivyo elewa kwamba hiyo ni amana, lakini pia ni jukumu umepewa mbele ya Allah Tabaraka wa Taala kujisimamia. Mwenyezi Mungu atuzindue katika hilo. Wa khairu man qama bi tatbiqi mafhumi al-mas'uliyyati qawlan wa 'amalan Rasulullah, na mbora wa yule ambaye aliyesimama kwa kulinganisha, kufananisha mafuhumu ya majukumu kimaneno na kivitendo ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kumbe majukumu yako kwenye maneno, yako kwenye vitendo. Kwa maelezo haya, faqad ballagha risalata Allah Ta'ala linnasi ajma'in, aliyafanyia kazi majukumu yake mtume. Hakika alifikisha ujumbe wa Allah kwa watu wote, hakuwa na khiana, alitekeleza jukumu lake hapo. Wa kana khaira man yuaddi hadhihi al-amana, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mbora wa wale wenye kutekeleza amana. Faqad takabbara al-kathira min al-jahdi wal-mashaqqa, kwa hakika alivumilia mengi katika taabu mbalimbali, shida mbalimbali katika jukumu la kutekeleza amana, katika kusimamia jukumu lake kaulan, kivitendo, kaulan kimaneno, kwa maana alifikisha maneno ya Allah Tabaraka wa Taala vile ambavyo alivyopewa. Watahammala kulla sa'abi, na alivumilia magumu yote, wal adha, na kero zote, fi sabili adai al-amana, katika njia ya kutekeleza amana, shu'uran minhu sallallahu alaihi wasallam bil mas'uliyati al-kabira, hali ya kuwa ni mwenye kuhisi kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam binafsi ana majukumu makubwa. Ndio maana alisimama vyema katika kuyafikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo ni jukumu kubwa. Kila nabii aliyeletwa na Mwenyezi Mungu, jukumu lake kubwa ni kutoa elimu na kufikisha yale kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila ya kuficha.
Hili ndio jukumu la mitume alayhi wasallam. Lakini sasa bahati nzuri ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umebebeshwa jukumu la nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi ni ummatu ad-da'wa, umma wa da'wa, umma wa tablighi, wa kufikisha. Mwenyezi Mungu anasema kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra umma, nyinyi ummati Muhammad mmekuwa umma bora kuliko nyuma zote zilizotangulia. Kuntum khayra umma, kilichotupa ubora sisi ni kitu gani? Tunalima sana, viwanda kwa wingi, kusoma sana. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hilo ndilo lilotupasisha sisi kuwa umma bora, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Ummati zilizotangulia jukumu walikuwa na mitume wao tu, lakini sisi ummati Muhammad kila mmoja anatakiwa awe na jukumu hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Usije ukaona yeye bwana shauri yake bwana, kama pombe si anakunywa mwenyewe, kama kuiba si mwenyewe. Linakuhusu, utaulizwa kwa nini ukufikisha. Na wewe tulikuweka katika ummati Muhammad khayra umma, na tulikupa jukumu lile la mtume Muhammad, hukufikisha. Kwa nini? Mara nyingi napenda kusoma hadithi ya Jabir ibn Abdullah ambayo aliisimulia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni maneno ya Allah tabaraka wa taala aliyokuja katika hadithi al-Qudus. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kuambia maswahaba, auha Allahu ila Jibril. Siku moja Mwenyezi Mungu aliteremsha wahyi kwa Jibril, akamwambia aniqlib madinata kadha wa kadha wa ahliha, nenda kakiangamize, kakipindue kijiji fulani na watu wake, geuza chini juu chini. Jibril kapewa amri ya Mwenyezi Mungu, kaenda katika kijiji kile, anakuta nuru imezagaa katika kile kijiji. Jibril anahisi kwamba amekosea maelekezo, kaja katika kijiji kina nuru kwa amani, nikipindua hichi kijiji. Jibril akamuuliza, ya Rabbi, inna fihi ma'badaka fulana, ndani ya kijiji kile ulichoniagiza nikakipindue nikakiangamize, kuna mja wako fulani, lam ya'sika tarfat ain, hajawahi kukuasi japo kufumba na kufumbua jicho, yani uko mpepesi wa jicho, hajawahi kukuasi. Mwenyezi Mungu alimwambia, iqlibha alayhi wa alayhi, mwanzi huyo, manake kipindue kwake huyo, anza kwake na wanaofuatia wote. Kwa sababu gani? Fa inna wajhahu lam yatama'ar fi qab, kwa sababu hata uso wake haujaonyesha kuchukia kwa mimi kuasiwa kabisa. Sasa mwanze huyo darweshi, yani angalia, huyu ni mcha Mungu, tena mcha Mungu wake unathibitishwa na Jibril alayhi salatu wasalam. Sio mcha Mungu akupeana mimi na wewe, mtu kakupa mashallah mcha Mungu wewe. Sio hivyo. Yani huyu ni Jibril anamthibitisha mcha Mungu huyo kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu umeacha jukumu, Mwenyezi Mungu anamwambia aklibha wa alayhi, anza kwake. Sasa namna gani majukumu ya kufikisha neno la Allah tabaraka wa taala kunasihiana, kuwaidhi watu ambao wanafanya makosa lilipokuwa kubwa. Kwa hivyo usije ukasema mtoto wa jirani si yeye bwana na wazazi wake, achana naye, mfikishie. Wewe lako ni kufikisha. Huyu kilichomponza nini? Yeye alikuwa aswali, hana swali, mashaallah, mambo yote anatekeleza mpaka nuru imejaa katika kijiji chake, lakini kwa sababu ya uzembe wa kutekeleza jukumu la tabligh Allah akamtia adabu. Sasa mimi na wewe tuna ucha Mungu kiasi gani? Allah anatuchunga tu. Hii ni rehema yake tu Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini ana uwezo wa kutufanya lolote na mabalaa haya yaliyopo katika miji. Kwa hivyo jukumu, ndugu zangu, la kusema katika mambo ambayo yatatuharibia utulivu wetu pia wa amani ni jambo ambalo linahitajika. Hatuzungumzi siasa, lakini kwamba kila mmoja ana wajibu wa kuchunga amani nyumbani kwake. Kila mmoja ana wajibu wa kuchunga amani katika mtaa wake.
akiona uharibifu wa amani lazima alisemee, vinginevyo litamkuta kama huyu jamaa pamoja na uchamgu wake, lakini amekwenda na maji. Mwenyezi Mungu atapembua huko yaumul qiyama. Namna gani? Wapi atamweka? Kwa ule uvivu wake wa kuchunga amani. Manake maasi yakifanyika katika miji, amani hakuna mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yaani sisi radhi za Mungu zinatukosa, rehema za Mwenyezi Mungu zinapita mbali. Sasa huyu jamaa alipata adhabu kwa sababu hiyo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, swala la masuhulia lina mapana na marefu, kila nyanja linagusa. Jukumu analo kila mwanadamu. Kwa hiyo namna gani utatekeleza majukumu yako ngazi ya familia, mtaa wako, hatimaye mpaka dunia nzima, lakini ni kwa kusema maneno ya Allah tabaraka wa taala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabii Muhammad hakufika Tanzania, lakini maneno yake, sauti aliyoipaza mpaka leo sisi tumenufaika nayo, na wanawachuoni wameweka rekodi vizuri kabisa, tunanufaika nayo. Kwa hiyo jukumu, ndugu zangu, la kusema katika kulinda amani na kuchunga majukumu yako ni la muhimu, sio kukaa kama bubu. Mwenyezi Mungu atupe imara katika kuyatekeleza hayo. Ayuha al-ikhwa, aqulu ma tasma'un, tawajjahu ila Allah bi qulubikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Hamdan kathiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، وبعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم واتباع سنة نبيكم، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك الأليم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الأربعة الكرام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وعن باقي صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي شرارنا. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي شرارنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. عباد الله.